Naam, KTN Jumapili ya kujia jioni hii ya leo, Kenya nzima ikiwa inaomboleza naibu waziri wa usalama Orwa Ojode. Wengi wamemsindikiza kupitia runinga na kupitia wale ambao waliwasili katika eneo la Ndiwa. Hapa studioni tumejibidisha kutarishia taarifa mbalimbali, ikiwa mimi Sabina Kituri studioni na mwenzangu Mary Kilobi. Mtazamaji, hii leo tumekuandalia makala maalumu kuhusu jamii ya albino, makala ya maisha peupe na vioja na viroja. Lakini kabla ya hayo yote tupate vidokezo. Mtachagua mtu ambaye ni mwaminifu, ambaye anaweza kufuata pale huyu bwana alikuwa. Kutoa rambirambi zangu za kiroho kabisa kwa jamii na watu wa Ndiwa kwa kupoteza kiongozi shupavu. Viongozi kadhaa wamemiminia sifa naibu waziri wa usalama marehemu Orwa Ojode wakati wa mazishi yake. Je, kina baba wana mchango upi katika malezi ya watoto wao na familia kwa ujumla? Na kwenye makala maalum tunaangazia harakati na ufanisi uliofanywa na jamii ya albino. Na michezoni, shirikisho la riadha nchini AK lateua kikosi cha wanariadha 30 kwa mashindano ya riadha barani Afrika. Mtazamaji, hizo zimekuwa ni picha za marehemu Orwa Ojode, maisha yake, kifo na sasa mazishi. Mola ilaze roho yake pema peponi, na kwa familia Mola aifariji. Biwi la simanzi lilitanda hii leo katika eneo bunge la Ndiwa wakati wa mazishi aliyekuwa waziri msaidizi katika wizara ya usalama wa kitaifa hayati Joshua Orwa Ojode. Marehemu Ojode ametajwa kama kiongozi mcheshi, mwenye bidii na aliyejitolea sana kwa kile alichokifanya. Rais Mwai Kibaki na viongozi wengine waliohudhuria hafla hiyo waliwataka Wakenya wote kudumisha amani kama njia mojawapo ya kutimiza safari ambayo wawili hao walikuwa wameanza. Kibarua kilichoko sasa ni kusaka viongozi watakaochukua nafasi ya Ojode na aliyekuwa waziri wa usalama wa kitaifa marehemu Profesa George Saitoti.
Ni safari ya mwisho ya mwenda zake Joshua Orwa Ojode. Safari ambayo imewacha pengo katika eneo bunge la Ndhiwa na taifa kwa jumla. Familia, jamaa, marafiki na taifa kwa jumla wakiomboleza kifo cha kiongozi aliyetajika nchini kutokana na ukakamavu wake na uwajibikaji katika utendakazi wake. So diligently that it was not easy to pick his party affiliation, always insisting that matters of security should neither be trivialized nor politicized. But when the time comes for you to choose a leader, think of where Joshua has taken you from. Think of where we are and choose somebody that can continue with the beautiful, good work that he has done, not only for this constituency, but for this nation as a whole. Viongozi serikalini wakiongozwa na Rais Mwai Kibaki pia walimpamba kwa sifa mwenda zake na taifa kuombwa kutimiza safari ya wawili hao ya kudumisha amani, umoja na utangamano nchini, hasa katika kipindi hiki cha matayarisho ya uchaguzi. Listening to example of Orwa Ojode, of George Saitoti, these two gentlemen, they have been absolutely wonderful persons. And if we are all friends of the late Orwa Ojode, then it behoves us, from now on, Your Excellency, to emulate your example and actually say no to ethnicity and politics that is based on regionalism or negative ethnicity. Let us not see each other as Western Alliance, as Kamatusa, as Gema. Let us know, let us be Kenya and one Kenya. That way we will actually be paying good tribute to George Saitoti and Orwa Ojode. Wabunge waliokuwepo wakiongozwa na Spika wa Bunge Kenneth Marende pia waliomboleza kifo cha kiongozi waliyemtambua kama serikali kutokana na ujasiri wake katika kutimiza jukumu alilopewa. We are all troubled. We are all disturbed. We are all horrified. And yet it has happened. We can't reverse it. We must seek divine intervention to cope with it. And I know of seriously who worked daily to make our own coalition government work. Na aliyefanya kazi ya kuendesha taifa letu la Kenya katika wizara ya mambo ya ulinzi kwa kujitolea. Ni mwanasiasa ambaye ameingia katika kurasa za kihistoria kwa kuwa kiongozi aliyejitenga na siasa na kivumbi cha wanasiasa, kwani ilikuwa nadra sana kumtia machoni katika mikutano ya kisiasa. His brand of politics was moderate, enabling him to make friends and contacts across the political divide. You know, we speak here as politicians, but as soon as we leave this place in memory of Ojode, we'll go back to our tribal cocoons like Moi was saying yesterday. Even Moi is teaching us politics after he left. Tukienda kwa kura, the only tribute we can pay to these two leaders ni kukemea siasa ya chuki, siasa ya matusi, siasa ya kutojali masilahi ya wengine, na siasa ya kufikiri isipokuwa ni wewe hatutakuwa na Kenya. Kinyang'anyiro cha urais pia hakingeweza kuepukika. Kauli ya rais kwa anayetaka kumrithi. Each one of you who would like to stand in Othaya, please come at the new year. Aidha, kwa sasa kibarua kilicho mbele ya rais na waziri mkuu ni kusaka viongozi watakaoziba pengo lililoachwa katika wizara ambayo ni muhimu sana kwa taifa, ikizingatiwa hujuma zinazoendeshwa dhidi ya ugaidi na usalama katika mwaka huu wa uchaguzi. Zubida Kome, KTN leo Jumapili. Tukiwa bado katika eneo la Ndhiwa, walijitokeza kwa idadi kuu ili kushuhudia dakika za mwisho za kiongozi wao mwenda zake Joshua Orwa Ojode, lakini kulikuwa na vuta ni kuvute katikati ya shughuli hiyo, huku wakazi wa eneo bunge la Ndhiwa wakilazimika kusukumana na wasimamizi wa mazishi hayo. Tarehe ni 17 Juni mwaka 2012. Tarehe iliyo na uzito kwa wakazi kutoka Ndhiwa
waliojikusanya kwa idadi ili kushuhudia kuzikwa kwa kinara wao mwenda zake Joshua Oro Ojode. Ulinzi ulikuwa mkali huku waombolezaji hawakusazwa, mmoja akimpisha mwenzake ili kukaguliwa. Zulia jekundu likatandikwa, ishara tosha ya wadhifa aliyezuia marehemu Oro Ojode. Askari wa kushika doria walikuwepo, wakubwa kwa wadogo, na wenzake kutoka bunge wakaanza kuwasili mmoja baada ya mwingine, maandalizi kabambe akiwa tayari ili kuifanikisha safari ya aliyekuwa naibu waziri wa usalama wa ndani. Rais Mwai Kibaki aliwasili ili kuifariji familia ya mwenda zake Oro Ojode na kutoa risala zake za rambirambi, akifuatana na Waziri Mkuu Raila Odinga na waheshimiwa wote kuwa pamoja na Bi Mary Ojode na mwanawe Andy Ojode. Hatimaye mwili ukawasili ukifuatwa na mkewe Bi Mary Ojode na mwanawe pamoja na familia wa karibu, huku ukisubiriwa na umati mkubwa katika jukwaa lililotayarishwa. Wale waliokosa nafasi ya kuingia ndani walighadhabishwa na kuzua fujo, huku wakitaka kuona mwili wa mwenda zake Oro Ojode. Wakiwemo wakazi wa Ndhiwa na hata kutoka kaunti ya Homa Bay, ilikuwa vuta ni kuvute ili wapate kushuhudia yaliyoendelea, lakini walihimizwa kutulia ili kuendeleza mazishi hayo kulingana na ratiba. Mankuli nayo yalikuwa sihaba ili kuulisha umati uliotoa heshima zao katika mazishi ya mojawapo wa kiongozi atakayebaki kwenye kumbukumbu ya wengi kutokana na utu wake na maadili mema. Saida Swale, KTN leo Jumapili. Na tukielekea kwenye kaunti ya Murang'a, mwili wa mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 45 ulipatikana katika nyumba yake hapo jana kwenye kijiji cha Kaaga, kaunti ya Murang'a. Mwanamke huyu anaaminika kuuawa na majambazi ambao baada ya kutekeleza kitendo hicho cha kinyama walitoroka na baadaye kumpigia simu jirani yake kumfahamisha kuhusu walichokuwa wamekitenda. Biwi la simanzi lilitanda katika kijiji cha Kaaga katika kaunti ya Murang'a pale Josephine Njoki Mushiri, ambaye ni mama wa mtoto mmoja wa kiume, alipatikana akiwa ameuawa kinyama katika nyumba yake. Inasemekana mwenda zake Josephine aliuawa usiku wa Alhamisi na majambazi ambao hadi sasa hawajatambulika. Duru zinaarifu kuwa mwanamke huyu alikuwa akiishi peke yake kwa sababu mume wake anafanya kazi Garissa. Kuna mtu alikuja kanijulisha na tukaja kuchukua hatua. Tukaja hapa tukakuta milango yote imefungwa na tukampigia assistant chief simu yake ili apate kuja ili tuanze kujua vile tutatoa huyo mwili. Mwandani wa karibu wa mwenda zake aliwaambia wanahabari kuwa baada ya majambazi hao kutekeleza kitendo hicho cha unyama, walimpigia simu jirani yake na kumueleza kuwa walikuwa wamemuua Josephine. Maafisa wa polisi wanafanya uchunguzi kubaini chanzo cha mauaji pamoja na kuwasaka washukiwa. Na leo ni siku ya kusherekea kina baba kote duniani. Ni siku ambayo wengi hutanabahi na kutafakari wajibu wa baba kama kiongozi wa familia. Lakini swali ibuka ni je, mchango wa kina baba katika familia ni upi? Mwanahabari Hussein Mohamed alizama katika mtaa wa Kibera na kuandaa taarifa ifuatayo. Jumapili ya kwanza mwezi Juni, siku maarufu ya kina baba kote duniani. Siku ambao wengi utafakari na kusherekea wajibu wa baba zao ndani ya familia. Siku ya kukumbukwa kwa mchango wa kina baba katika uzazi na malezi ya watoto. Lakini swali ni je, mchango wako kama baba ni upi? Tulizama katika kitongoji duni cha Kibera hapa jijini Nairobi na kukutana naye Alfred Odhiambo, baba na mama katika familia hii ya watoto wawili. Alfred alimpoteza mkewe na mpenzi wake wa karibu miaka miwili iliyopita, siku 3 tu baada ya kumzaa mwanawe mdogo wa Marion. Na sasa amejikaza masombo na kujitwika jukumu lote la kuwalea wanao wawili. Sijalea mtoto kutoka maisha yangu yote. Kwa vile sikuwa na hekima yoyote ya kulea mtoto, Mungu ameniguide. Kutoka hapo ndio nilianza kuwa mzazi mmoja.
na katika kuwa mzazi mmoja, mimi sikujua kama mtoto mchanga nitalea nifike kiwango leo nimefika. Licha ya hayo yote, anatueleza bayana bashasha alionayo kwa wanawe wake Mariam na Tony. Sijidharau, sababu hata leo unaweza kutana na mama utakuta ako mchafu na si mapenzi yake, ni sababu ya majukumu ya watoto. Na hata mimi najivunia sababu mimi pia sikuwa na mother's weapon ambayo inaitwa matiti, lakini Mungu ameniguide, nimeifanya kama mama. Riziki yake ni kushona viatu kwa Lang'ata, na hiyo ndio lishe ya kila siku kwa wanawe. Ni baba ambaye amewapa wenzie mvuto wa kimaisha. Jukumu ya mwanaume katika ndoa inastahili msaidiane, sababu labda leo kama mimi najua kupanguza nyumba, najua kupanga watoto, hata kama saini nataka niende safari, najua ni lipi na nini nabeba katika handbag yangu ninaposafiri. Ni mapenzi yasiyo na kifani. Watoto wake wawili ndio tabasamu kwake. Kazi zote za nyumbani sasa amezizoea. Ni baba mlezi aliyepitia changamoto tele, lakini sasa anashirikia na kujivunia kwa baba mlezi. Tunaposherehekea siku ya kina baba, tusisahau kamwe kuwapa kongole baba zetu kwa walivyotukirimu kupitia mchango wao wa malezi. Hussein Mohamed, KTN leo Jumapili. Na kina baba wote, natumai mmekuwa na siku njema. Pendekezo limetolewa la kuzirejelea upya sheria mpya za trafiki, ikiwemo ile inayogusia adhabu za wanaovunja sheria barabarani, na viongozi wametakiwa kujiepusha na siasa za kupaka tope. Haya na mengine mengi ni katika mkusanyiko wa taarifa kutoka kaunti mbalimbali. Aliyekuwa mwenyekiti wa bodi ya usafiri Transport Licensing Board Hassan Ole Kamwaru ameisihi serikali kurekebisha vipengele kadhaa katika sheria mpya ya trafiki, vikiwemo vile vinavyogusia adhabu ya wanaovunja sheria barabarani. Aidha, Kamwaru ameitaka sheria hiyo kutoa kifungo cha miaka 10 kama adhabu ya juu zaidi badala ya faini ya shilingi milioni 1 na laki 5 kama ilivyowekwa hapo awali. Kamwaru ameyasema haya wakati wa sherehe ya kuwatuza mashujaa. Kwingineko, shirika la uhifadhi wa misitu limeipa jamii ya Sengewar fahali 68. Jamii hii inaishi karibu na msitu wa Embobut wilayani Marakwet katika mkoa wa Bonde la Ufa. Shirika la kitaifa la uhifadhi wa misitu limeanzisha mradi huu likishirikiana na Benki Kuu ya Dunia kwa ajili ya kukomesha uharibifu wa misitu na jamii inayoishi karibu na misitu. Takriban shilingi milioni 15 zimetengewa mradi huu unaolenga kufaidi jamii masikini zinazoishi kando ya msitu ambazo zitahusika pakubwa katika uhifadhi wa misitu. Na viongozi wametakiwa kujiepusha na siasa za kupakana tope, badala yake kujadili sera za maendeleo zinazowahusu. One of the main sponsors wakiwemo ni Hassan Joho Foundation wakishirikiana na sisi, tukaweza kusema ya kwa tulifanya jambo kama hili. Huyu mtu kiasi ya mwaka iliyopita aliambiwa ya kwa yeye ni mlanguzi wa madawa ya kulevya. Leo sasa hivi serikali ya Amerika ilisema kwa wale ambao kwamba wenye kuuza madawa ya kulevya hatuwakubali waende kwetu. Hii leo Hassan hayuko na sisi hapa kwa sababu yuko katika nchi ya Amerika kurepresent serikali ya Kenya. Victoria Amunga, KTN leo Jumapili. Na mtazamaji, Isabella Kituri amerejea kwenye studio na makala maalumu Jumapili ya leo. Naam, basi mpenzi mtazamaji, mashabiki wa spoti, kama kawaida ile sehemu yetu ya nani mkali ndio sasa wakati umewadia wewe kutoa mchango wako kwa 8040, ambapo leo jioni tutakuuliza nani mkali kati ya Vivian Cheruiyot na Linet Masai. Nani mkali kati ya Vivian Cheruiyot na Linet Masai, samahani. Tuma maoni yako kwa 8040 kisha tutamwona nani amepata nambari 1 ama amekata ile tepu ya katika nani mkali. Basi tunaenda kupata methali yetu jioni hii ya leo, kisha tarejea na makala yetu maalum tukiangazia jamii albino na changamoto zao na hatua gani wamepiga kufikia sasa. Siende mbali. Asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Maana ya methali hiyo ni kuwa mtu akiambiwa kitu na watu waliomshinda umri au rika, inabidi awatilie maanani aliyoambiwa.
Sisi ni wanafunzi wa darasa la 6 kutoka shule ya msingi ya Hill Eldoret. Kiswahili kitukuzwe. Rights across Africa. Insurance, investment management, property investment, and financial advisory. UAP, better, simple life. It takes 1 second to enter, 1 second to go out of hiding, and 1 second to attack you. Mosquito bite cause malaria. 1 second to infect you. Not anymore. Now I won't give any of you even 1 second. New Mortin Doom Power Guard. Mortin Doom! Mortin Doom Power Guard with new scientifically proven powerful formula not only kills faster but also longer by killing mosquitoes that surface later, and it keeps killing for up to 1 week. Even 1 second counts when it's my family's protection. Come on, they're asleep. New Mortin Doom Power Guard. Nothing kills faster and keeps killing for longer. Better healthy hands, lesson 3. Do you know that the germs we pick up every day can make us ill? To stay healthy, we need to protect ourselves by washing our hands regularly. First, wet your hands and apply Dettol soap. Then rub your hands together. Scrub the front and back of your hands and scrub between fingers. Do these for about 20 seconds and rinse your hands well with running water. Mom, today we learned how to fight germs with Dettol soap. Good health starts with healthy hands. Naam, karibu tena basi katika makala yetu maalum kuhusu jamii ya albino. Ni baba, rafiki na daktari, majukumu yaliyotikwa na jamii kutokana na jitihada zake. Hii ni taarifa kuhusu Daktari James Moyae, alizaliwa akiwa albino. Mwanahabari Saida Swale alishinda naye ili kuelewa jinsi alikuwa padhana na hata kejeli kutoka kwa walimwengu. Hivi sasa ni daktari katika hospitali kuu ya Kenyatta licha yeye kuwa albino. Kwa majina naitwa James Moyae na mimi ni daktari katika hospitali kuu ya Kenyatta, na mimi ni baba wa watoto 3. Mke wangu anafanya minasi, ni muuguzi. Ni siku ya kawaida ya Daktari James katika hospitali kuu ya Kenyatta. Ni mmoja kati ya ndugu 3 wa kiume waliozaliwa na tatizo la ngozi ambalo hufanya ngozi kukosa rangi kamili na hivyo basi kufanya ngozi hiyo kushindwa kuhimili miale ya jua. Ni tatizo lijulikanalo kama albino au zeruzeru. Daktari James anakiri kuwa yeye ni binadamu wa kawaida, japo safari yake ya maisha haijakuwa rahisi. Nilikuwa ninakejeliwa na watoto wengine, wanasema huyu ni mzungu, wanataka kunizunguka, wengine wanataka kuguza ngozi yangu waone iko namna gani. Lakini baada ya muda tulipoendelea kuzoeana pamoja,
ikawa kwamba hawana wakanizoea. Akiwa na ndoto ya kuwa daktari tangu mchanga, alijiunga na shule ya upili ya vipofu ya Thika kutokana na hali yake. Ni shule iliyo na idadi kubwa ya watu wanaoishi na ualbino, hali hii ikiwa imechangiwa pakubwa na vifaa vinavyopatikana kwenye shule ile. Shule ya Thika ndio iliyomjenga na kufikia upeo wa kutimiza ndoto yake ya kuwa daktari, na ndipo akakutana na mkewe, msichana mrembo aliyetaka kuwa muuguzi. Nilipomwona mara ya kwanza nilisikia nimempenda tu, kwa sababu tuliongea maneno ya kawaida tu, alafu tukaachana, na baadaye hata nikamsahau. Alafu aliporudi katika hospitali nilipokuwa, ndio akanikumbusha yeye ni nani, ndiposa zile hisia za zamani zikarudi. Walikuwa wametoka kwenye dunia mbili tofauti, huku mapenzi yao yakiwa ngao dhidi ya walimwengu waliokuwa na nia kuwatenganisha. Rose akikumbana na maswali chungu nzima kutoka kwa familia yake na hata rafikize. Watu walikuwa wananiuliza ni nini uliona kwa huyo mtu? Pengine ni tajiri sana. Walikuwa nafikiria pengine ana pesa mingi sana, pengine ni tajiri sana. Pengine ni pesa zake zimenifurahisha. Pengine ni masomo yake. Pengine walikuwa wanaona ni kama kuna kitu. Na ndipo wakaziba masikio na kufunga pingu za maisha na kujaliwa na watoto watatu, Sally, Brian na Maureen. Hapo ndiyo maswali yakazidi, huku watoto wasielewe kwa nini ngozi ya baba yao ilikuwa nyeupe kuliko yao. Wakati mwingine wanasema kwamba baba, mbona uko na rangi sio na wengine? Lakini jibu langu ni kwamba ni Mungu amependa awe hivyo, niwe hivyo, kama vile ni Mungu pia amependa hata wewe uwe vile ulivyo. Pengine hapa na pale mtoto anakuja na kuambia mtoto fulani aliniambia babangu ni mzungu. Ananiambia aliona baba yangu anakaa Muhindi. Vitu kama hizo. Sasa ilibidi tuchukue muda kuwaelezea kwa nini baba yao yuko vile. Hata hivyo, pale ilipotokea kisa cha kijana mmoja aliyekuwa na tatizo la ngozi, Robinson Mkwama, aliyenusurika kuuzwa huko Tanzania, huku sehemu zake za mwili zikitarajiwa zifanyiwe kazi ya kiganga. Ni dhana iliyoshinikizwa hadi humu nchini, ikiwafanya watu wenye ulemavu wa ngozi kushindwa kuendelea na maisha yao. Mpaka leo unapotembea kwa mahali pageni, utakuta kwamba hata watu wazima wanapinduka, na unasikia wengine wanataja maneno ambayo yanaudhi. Kwa mfano wanasema mzungu. Kwa mfano wakati mwingine nakumbuka kuna mwenzetu ambaye alikuwa anauzwa Tanzania. So utakuta wakati unapita njiani unasikia watu wanasema 2 million ama 1 million. Sasa jambo kama hilo linakuguza kwa roho na unasikia vibaya. Kisa cha James Moyai ni kimoja tu kati ya maelfu waliojaliwa kuzaliwa na ulemavu huu. Imekuwa ni jambo la kusikitisha kuwa watu kuwatenga wakiwa na dhana mbalimbali. Watu waache kuona watu ambao wako na hiyo condition yake kama ni watu wako na some extra powers, some extra, like they're not kawaida people. Lakini wakubali tu vile walivyo. Walio na ngozi ya kawaida, kila mara wanapoona mtu ambaye ako na ngozi sio yake, wasiwe wepesi kutoa maneno kwa mdomo, kwa sababu inaudhi. James ameweza kufaulu kimaisha na kuona familia. Mtihani unabaki kwa wale wasioelewa maumbile yao na wanaokubali kubandikwa majina na jamii. Tuwakubali, tuwapende, tuishi nao. Wao pia wanahisia kama binadamu yoyote yule. Saida Swale, KTN leo, Jumapili. Na shukrani Saida Swale kwa kuangazia swala hilo kuhusu jamii ya albino nchini. Bila shaka tupatie nafasi 800 kutuma maoni yako tu kwa jumla kuhusu jamii ya albino, Daktari Moyai na familia yake, na juhudi ambazo zinaendelea kufanywa katika jamii yetu kote nchini. Maoni yako kwa 800. Je, juhudi hizo zinatosha ili kuweka salama jamii hii ya albino, hasa watu wachanga ambao wanakuwa na wengi ambao hawezi kujilinda? Tuma maoni yako kwa 800 kuhusu jamii hii ya albino. Je, ikiwa juhudi zinafanywa za kutosha kuwalinda? Haya basi, tukisonga mbele, mtazamaji, nilipata nafasi
kuzungumza na Isaac Mwaura ambaye anafanya kazi katika ofisi ya Waziri Mkuu Raila Odinga kama mshauri wa masuala haya hasa albino, na akazungumzia kuhusu changamoto zinazokumba watu wanaoishi na albino ambazo si haba toka kwa jamii iliyoshikilia dhana kadha wa kadha, maeneo ya mafunzo na hata katika ajira. Hivi sasa tunavyozungumza anafanya ama anatekeleza jukumu ama wajibu wake wa kukamilisha shahada yake huko Uingereza. Huyu hapa basi baada ya kuzungumza naye katika rekodi hii. Sababu nilipozaliwa mamangu aliambiwa wewe umekwenda na mzungu sijui Mhindi. Wakati ule alikuwa afanya kazi kwa Mhindi kama mhasibu. Na akatengwa na akaambiwa maneno mabaya sana na babangu akawahi kuondoka. Sijui kama alikuwa anaondoka kwa sababu ya kwangu peke yangu alikuwa ni excuse, lakini hiyo ni ya kwake, mimi simlaumu. Pengine ni kwa sababu ya kutokuwa na yale maarifa ambayo tuko nayo kwa sasa. Ikawa kwamba hata kulikuwa na wasia mbalimbali uliotolewa kwa sababu eti mimi sitaweza kufanya kazi, siwezi kusoma, pengine sina akili nzuri, pengine nipate tu kazi za sulubu. Na wale waliokuwa wakisema vile sidhani walikuwa na dhana mbaya, pengine walikuwa tu wajaribu kuona huyu mtoto atakuwaje. Lakini niliwahi kufaidika kwenda katika skuli kule Thika. Sasa kuna katiba mpya, haki zimelindwa, lakini je, mambo yamebadilika ama unyanyapaa ni ule ule wa tangu jadi? Kumekuwa na mwamko mpya hivi kwamba watu sasa wanaweza kuzungumzia jambo hili kwa uwazi kuliko hapo awali. Na kwa muda mrefu baada ya matukio yale tumekuwa kejeliwa kuitwa hela ama milioni kule kwenye barabarani, jambo ambalo la kudhalilisha kwa sababu linatoa ule utu wetu. Lakini kwa hilo tutaweza kusema pia kwamba watu wamekuwa wakijihamasisha katika masuala yetu. Tumepata sauti ya kujizungumzia sisi kama watu albino, na tumekuwa tukisaidiana sana na vyombo vya habari na mashirika yasiyo ya kiserikali. Na tuseme la muhimu zaidi ni kwamba kwa sasa hivi tumekwenda katika bunge, tukauliza hela za kutunulia yale mafuta yetu maalum ya kutuwezesha kujikinga kutoka na jua, na tulipatiwa hela shilingi milioni 100. Kwa hilo ni la muhimu. Hatujafikia pale ambapo tunaweza kusema kwamba sasa masuala yanaanza kubadilika, lakini tunaweza kusema ukuta una masikio na unaanza kusikia. Je, masuala ya ajira yamekuwa afadhali sasa, ama mtu akiingia katika kile chumba cha kutahiniwa watu wanamshtukia la ni albino, walitazama tu jina hawakujua alivyo? Kwa kuna changamoto kuweza kutekeleza, lakini sio ati kusema ni nyingi vile, na hata kama zipo siku hizi tuna teknolojia. Kwa mfano kama ni hii tarakilishi, kitambo kidogo hungeweza kuitumia kwa sababu pengine maanishi ni madogo mno, lakini kwa sasa unaweza kufanya ile adjustment ikakuwa ni kwamba unaweza kuona kwa umbali kama mtu yule mwingine yote. Na kuna mambo mengi kama hayo, na tukiweza kuungana mikono na pengine wana teknolojia tunaweza kutengeneza vifaa ambavyo vitaweza kutufaa sisi. Watu watasema lakini si uko katika ofisi ya Waziri Mkuu, wengine nao pia wako na kazi katika zile zinaonekana ni mstari wa mbele, basi kwa nini mnalalamika si wenyewe mjitetee? Kama sisi wenyewe hatutaweza kusaidia wenzetu wa kwenda skuli, wapate ajira, waweze kuwa na nafasi sawia kama za watu wale wengine, ule uzito utakosekana. Ni lazima tuonyeshe kwenye jamii kwamba sisi wenyewe pia tunaweza kuchangia katika maendeleo ya kijamii na kitaifa. Lakini hilo pia linahitaji sisi wenyewe pia tupatiwe ule uzito kwanza. Sijui ni kama vile mbele kusema ni gani ambayo nakuja kwanza, ni kuku ama ni yai. Lakini tutaendelea na huu mchakato, tutaendelea na vuguvugu hizi. Ndio mnapigania haki zenu. Kuna wakati ambapo mtaona kwamba mtakuwa sawa na kila mtu, ama bado itakuwa muda mrefu kabla kufikia lengo hilo? Usitarajie kwamba kuna mtu yoyote ambaye unaweza kumdai chochote kwako. Hamna mtu yoyote. Uwe umedhulumiwa kivipi, uwe umetengwa kivipi, uwe hujapatiwa nafasi kivipi, ulimwengu huwezi kudai kitu. Wewe mwenyewe unaweza kujidai. Kwa hivyo
ni la muhimu kwamba wewe mwenyewe, hususan kama mtendaji wa kazi ya kwako, sijui kama naweza kuwasiliana, mtu ambaye ndiye mtekelezaji wa maono yako wewe mwenyewe, uweze kusema kwamba najua kwamba mimi kama tuseme ni pale pa kukimbia, sianzi pamoja na wengine. Kuna mambo ambayo yananifanya kwamba niwe niko nyuma, lakini nitaweza kukimbia tu. Naam, shukran Isaac Mwaura, Bwana Daktari James Moyae kwa muda wenu kutupatia taarifa hiyo na kutupatia nafasi kuingia katika nyumba zenu, ofisi zenu, ili kuweza kuangazia swala hili la jamii ya albino. Kwa tumeuliza maoni yenu 8040 ndo nambari samahani ya kurusha maoni yenu. Hivyo basi tusonge mbele kwa sehemu yetu ya maisha peupe. Mtazamaji, ni mara ngapi tunajihusisha na shughuli zetu za kawaida kusahau kuwatunza wazazi wetu au nyanya na babu zetu ambao wametimiza miaka uzeeni na wanatuhitaji zaidi kuwatunza na kuwashughulikia? Ndiyo hali aliyojipata kwayo Joyce Wanjiku. Anaelezea KTN kuwa alijitosa mno ndani ya kazi yake nje ya nchi kiasi cha kukosa kumhudumia mamake namna alivyostahili kuhudumiwa, hadi pale mamake alipoaga dunia na kumwacha Bi Joyce na majonzi tele. Ni tukio lilomfanya Joyce Wanjiku kuanzisha shirika la kuwahudumia wakongwe katika eneo la Mwiga Nyeri na viunga vyake kwa heshima ya mamake marehemu Purity Wanjiru. Ijumaa iliyopita ulimwengu uliadhimisha siku ya kuhamasisha watu kuhusu dhulma dhidi ya wakongwe, ambapo tunahimizwa kuwakumbatia na kuwakumbuka katika wakati wao wa uzeeni. Ijumaa hii ulimwengu uliadhimisha siku ya uhamasishaji dhidi ya dhulma kwa wakongwe, na hakuna anayeelewa masaibu ya wazee zaidi ya binti huyu Joyce Wanjiku kutoka eneo la Mwiga Nyeri. Tangu arejee kutoka Ulaya mwaka jana baada ya kuwa nje ya Kenya kwa miaka 15, Joyce alikata kauli kuwashughulikia wakongwe ambao wametelekezwa na jamaa zao pamoja na wale wasiokuwa na watu wa kuwatunza. Kisa kimoja anatueleza ni cha marehemu Teresia, aliyeishi maisha ya dhiki kwa kukosa wa kumtunza licha ya kuwa alikuwa na jamaa na hata majirani katika jamii. Alikuwa na maggots zilikuwa zinatoka kwa mwili, tukamshukua. We asked the local clinical officers watupatie advice on what to do, and due to the age and the condition of she was at, he advised us to just treat her from her house, wash her, keep her in a clean condition until the time she passed on. Wana watoto ni kuashiliwa wameashiliwa ama by both watoto na the society. Out of 10 cases that we have visited, you find there are cases of neglect. Out of 10 cases, you find 7 are women. Visa kama hivi ni vingi anatueleza, ambapo wazee wanasahaulika, na Bi Joyce huzuru maeneo ya Mlima Kenya akiwatafuta wazee wanaohitaji kutunzwa. Tunafika katika boma ya Miriam Njeri aliye na miaka 88. Wiki 3 zilizopita Miriam alikuwa akiishi na kondoo wake waliokuwa wakilala naye na hata kumchafulia malazi kwa kumkojolea. Uchafu huu, mchanganyiko wa kinyesi cha kondoo na majani, ulikuwa ndani ya nyumba yake kabla ya Joyce na wenzake kuisafisha nyumba. Niko haiteko huyo. Naona mali Lakini ni kwa nini Joyce Wanjiku alikata kauli kuwashughulikia hawa waliokula chumvi? Anavyotueleza, yeye alifanya kazi katika nchi nyingi, na kwa wakati mmoja mamake Purity Wanjiru Cairo aliugua, lakini kutokana na shughuli zake Joyce hakupata muda wa kurejea nchini kumshughulikia mamake, ambaye baada ya kuugua muda mrefu aligunduliwa kuwa na saratani ya utumbo hatimaye. Joyce anasema kifo cha mamake aliyekufa katika mwaka 2010 kilimtamausha na kumfanya ajawe na majuto. Angalijua, angalitenga muda wa kutosha kuwa na mamake mzazi. Sisi nikaenda hata America, nikaenda Australia kufanya mambo zangu, hata coach rugby, and sikupata nafasi, hiyo siku tafuta time ya kumwangalia mamangu. Japo alirejea nchini alipoelezwa kuwa mamake anaugua saratani ya tumbo, muda ulikuwa umeyoyoma na alikaa naye miezi michache tu kabla ya kifo chake.
Nkana kuna watu wengi, familias, children like you and me who are busy, wanafanya kazi abroad, wanafanya kazi Nairobi. Wazazi wamegojeka, hawaangalii, wanakuwa busy, wanatuma pesa ya M-Pesa, kuangalia mzazi, wanatuma pesa ya supu. But that is not what we need, and that is what actually killed me. Is I could send money, but there's more that nike contribute. Kwa heshima ya mama yake Purity Wanjiru, Joyce alianzisha shirika la Purity Elderly linaloshughulikia wazee, na yeye hushirikiana na wafadhili katika mradi huu kama duka la Kasturi hapa Nyeri, anapopata chakula cha kuwapa wakongwe hao, ikiwa ni pamoja na wafadhili wengi na wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Kimathi Nyeri ambao husafisha makao ya wazee. I'm a beggar, I must say, and a good one for that matter. Sina, I don't have money, pesa zangu sina, na oba watu wanisaidia na wananisaidia, and I'm asking for more help. Na je, hazina ya wazee iliyozinduliwa na serikali na katika bajeti iliyotangazwa wiki iliyopita walitengewa shilingi bilioni 1.1, mbona haitumiki katika kutatua visa hivi vya kusikitisha? When I look at all the elderly people that I've met, over 90 old people, I have only one person called Shoshwami Sheki. She's the only one I know who is getting the kitty. So there is that concern, and I'm trying to actually address it. Japo babake na ndugu sita wangali wako hai, Joyce anashauri wengine kuwakumbuka wazazi wao. Usiwe na shughuli nyingi sana kiasi cha kumsahau mamako au babako mzazi. Mtunze akiwa hai, usije ukawa na majuto. Carol Nderiketi leo katika makala ya Maisha Peupe, Nyeri. Naam, shukran Karonderi. Tukisalia kwa swala hilo la wakongwe hasa kina nyanya, basi katika makala yetu ya Vioja na Viroja jioni hii leo tuangazia hao wakongwe ambao wanafurahia maisha, lakini wengine wetu ni vijana bado tunalalamika usiku kucha mchana kutwa. Hatushukuru. Basi tizama hawa jinsi wamefurahia maisha yao na mvi zao. And then just talk. Happy birthday. Uzee ama kuzeeka ni majaliwa, maana wengi wetu wanaitwa na kuitika wangali wachanga na kuiondokea dunia hii. Bila shaka wakongwe hawa wameelewa bahati walionayo. Dalili ya afya yao wanapohisi kupasha misuli moto. Na pengine hata muziki wa genge hawangeshindwa kuucheza. Lakini kuna wengine wakikula chumvi nyingi, ujuzi waliokuwa nao tangu wakiwa wachanga wa kutumia machine gun huwa ni hatari kwa jamii. Na kama hakuna la kufanya, televisheni huwa muhimu kustarehe. Lakini jinsi mambo yalivyo kwenye televisheni katika dunia mambo leo, nyanya, usijaribu kujipumzisha na televisheni. Utamaka mdomo ushindo kuufunga kwa mambo leo utakayoshuhudia. Zima televisheni basi. Ama kweli anaelewa macho hana pazia, atishika lakini hafungi macho ala kuzima televisheni. Usende mbali mpenzi mtazamaji, tarejea na makala za spoti.
Airwick Freshmatic. Just set the timer and it releases bursts of fresh fragrance automatically and brightens your home. Something in the Airwick. Some of the most magnificent structures in Kenya have been built using Bamburi cement. When Kenya needed the strongest cement, we delivered. When Kenya needed the most durable cement, we delivered. When Kenya needed a variety of products for specific projects, we delivered. And when Kenya needed cement that always gives the same result in each and every bag, naturally, we delivered. This is what Bamburi cement does best, and why most construction projects in Kenya use only Bamburi cement. After all, structures do not lie. So, if you are thinking about building, think Bamburi cement. Words of you from the start. The Kabarak University Half Marathon will be held on 30th June 2012 in Mogotio town. The race begins from 6 a.m. at the equator and finishes at the Kabarak University grounds. Registration is 300 shillings for the 21-kilometer half marathon, 1,000 shillings for the 5-kilometer corporate race, and 100 shillings for the children's race. You can register at all Transnational Bank branches, Mobile World offices, and CAS offices North Rift. Registration closes on 25th June. There are great cash prizes and heifers to be won. Proceeds from the marathon will help support Ngata Baby Care for abandoned children. Kabarak University, world-class education in biblical perspective. In Crazy Monday Pullout, why men are stealing women's phones on the first date instead of hearts. This and more crazy and weird stories. Available in your copy of The Standard every Monday. Naam, mpenzi mtazamaji, karibu kwenye taarifa za spoti. Hivi sasa tunavyozungumza, Kenya na Togo wanatizamana tu 0-0, wameenda kupumzika kwa dakika chache kidogo, kisha watarejea katika nusu ya pili kipindi cha Lala Salama. Pengine tutakuwa tunawajuza taarifa tofauti na za sasa, ambapo wapo 0-0. Basi kwa taarifa zinginezo, Alex Magelo amechaguliwa tena kama mwenyekiti wa klabu ya FC Leopards, huku Winston Kitui akichaguliwa kama kaimu wake katika uchaguzi mkuu wa klabu hiyo katika uwanja wa michezo wa Nyayo. Kwa mujibu wa mwenyekiti huyo, maafisa hao wapya wananuia kufanya mabadiliko katika katiba ya klabu hiyo, kando na kuongeza muda wa maafisa hao. Mwanahabari Victor Ogale alihudhuria uchaguzi huo na kuandaa taarifa ifuatayo. Alex Ole Magelo aliweza kuhifadhi wadhifa wake kama mwenyekiti wa klabu ya FC Leopards kwenye uchaguzi mkuu ulioandaliwa katika uwanja wa michezo wa Nyayo. Mwingine aliyechaguliwa bila kupingwa ni Winston Kitui kama katibu mkuu, ambaye miaka 2 iliyopita alijaribu kugombea wadhifa wa kaimu mwenyekiti bila kufua dafu. Magelo alidokeza kuwa katiba ya Ingwe sharti ifanyiwe mabadiliko, huku swala la muda wa kukaa ofisini baina ya viongozi ikiwa moja ya maswala watakayoangaziwa kwa kina. Actually the constitution had been amended, but they took it to court. So we'll have to return it back again to the people for any amendments. Ukichaguliwa katibu wa sahihi ni mwaka mmoja. Ukiangalia vile mambo yanaenda, mwaka mmoja ni mdogo sana. Mambo mengi hautakuwa umemaliza kwa sababu most of the plans ni long term. So bila shaka muda wa ofisi itabidi uangaliwe. Duncan Angode ambaye ni mwandani mkuu wake Magelo atasalia kwa mwanachama wa ushabiki wa FC Leopards baada ya kushindwa kuhifadhi wadhifa wake wa kaimu mwenyekiti uliotwaliwa na Walter Onyino aliyepata kura 261 dhidi ya 114 za Angode. Timothy Lilumbi alihifadhi wadhifa wake wa katibu mtendaji baada ya kumshinda Franklin Mbezi kwa kura 412 dhidi ya 84.
Hamisi Malea ambaye mwaka jana alijikuwa katika juhudi zake za kutaka kuwania kiti cha mweka hazina tawi la FKF la Nairobi, raundi hii alipata cha kujiliwaza alipochaguliwa kama kaimu mweka hazina na kura 263, huku mwenyekiti wa tawi la Ingwe la Kawangware Mudiremi akishinda kiti cha mweka hazina baada ya kupata kura 304. Kamati kuu ya AFC Leopards itahusisha kinadada Mildred Malubi, Caroline Mayunzu na Esther Luwembe. Rafiki yangu mkubwa sana Councilor Duncan, umemwona amekataliwa. Kwa hivyo ni kuonesha demokrasia ile iko. Treasurer wangu pia amekataliwa. Ni kuonesha demokrasia iliyoko katika timu hii. Uchaguzi huo ulisimamiwa na maafisa kutoka FKF na ulihusisha mtindo wa kupiga kura wa foleni maarufu kama mlolongo. Kinyume na makala ya hapo awali, wakati huu uchaguzi wa klabu ya AFC Leopards ulikuwa wenye amani na utulivu, na kibarua sasa ni kwa maafisa wapya akiwemo mwenyekiti Alex Ole Magelo katika kuhakikisha kuwa klabu ya AFC Leopards imerejea kileleni mwa ligi wa KPL kama ilivyokuwa katika mkondo wa kwanza. Victor Ogale, KTN, katika uwanja wa michezo wa Nyayo, Nairobi. Naam, shukran Victor Ogale hapo.